Habari gani wana Mzizayo TV, natumaini mko salama na wengine mmeanza siku yenu vizuri. Kama ni mara yako ya kwanza kufika kwenye channel hii, karibu sana, na usisahau kubonyeza alama subscribe na kuwasha kengele, na kama tayari umefanya hivyo asante sana, na ndiko kwenye comment tunatufuatilia ukiwa wapi, na tuende moja kwa moja kwenye habari zilizosambaa jana. Ni kuwa wakati wa mapigano yakiendelea kubadilika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini, kundi au chama cha MDP, jeshi la Twirwaneho limetangaza kwa mara ya kwanza kuwa limeudhibiti kikamilifu mji wa Gipopo ambao unachukuliwa kuwa makao makuu ya sekta ya Itombwe katika wilaya ya Mwenga. Na tangazo hilo lilitolewa Jumatatu ya jana tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu na Kanali Rugao Fidel, mmoja wa viongozi wa chama cha MDP Twirwaneho. Kupitia mtandao wake wa X alisema maneno yafuatayo: tarehe 13 chama cha MDP kimeudhibiti kikamilifu eneo muhimu la Gipopo. Hiyo ndio taarifa ya kwanza rasmi kutoka kwa uongozi wa MDP Twirwaneho, kitangaza hadharani kwamba eneo hilo sasa lipo chini ya udhibiti wao. Gipopo inachukuliwa kuwa kitovu cha sekta ya Itombwe na eneo lenye umuhimu mkubwa wa kijeshi na kiutawala katika wilaya ya Mwenga. Wiki iliyopita taarifa mbalimbali zilikuwa zikiripotiwa kuwa chama cha MDP au jeshi la Twirwaneho lilikuwa tayari limeingia katika eneo hilo. Hata hivyo, wakati huu lieleza kuwa chama hicho kilikuwa bado kimedhibiti kikamilifu kutokana na uwepo wa vikosi vya serikali na washirika wao. Na kwa mujibu wa chama cha MDP Twirwaneho, kabla ya kuondoka katika eneo hilo, wanajeshi wa FARDC na jeshi la Burundi pamoja na makundi ya wazalendo na FDLR walikuwa bado wanadhibiti baadhi ya maeneo ya Gipopo. Baada ya vikosi hivyo kuondoka, chama cha MDP au jeshi la Twirwaneho liliendelea kuimarisha udhibiti na ulinzi wa eneo hilo hadi tarehe ya jana 13 mwezi wa 7 mwaka huu alipotangaza kuwa imedhibiti kikamilifu. Chama cha MDP Twirwaneho pia kimesema kuwa Gipopo ilikuwa mojawapo ya ngome muhimu za muungano wa vikosi vinavyounga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaojumuisha FARDC, jeshi la Burundi, wazalendo na FDLR. Chama hicho kimeongeza kuwa baada ya kutoa eneo hilo, vikosi hivyo vilirudi nyuma kuelekea misitu ya wilaya ya Mwenga. Wakati huo kutwaliwa kwa Gipopo kunaweza kuwa mabadiliko makubwa katika mwenendo wa mapigano ndani ya sekta ya Itombwe na maeneo mengine ya wilaya ya Mwenga. Na taarifa hii inategemea tamko la chama cha MDP. Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala FARDC hawajatoa tamko rasmi kudhibitishwa au kupinga madai hayo. Na jana ni kuwa minembo mapigano katika milima ya Minembwe yaliendelea kubadilisha hali ya hewa, na mapigano yaliendelea katika milima ya Minembwe yanaendelea kuchukua sura mpya, huku taarifa kutoka maeneo ya vita zikisema kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi na wapiganaji wa kizalendo pamoja na washirika wengine limepanga upya baada ya kuondoka katika maeneo mengi ambayo hapo awali lilikuwa likidhibiti. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyofuatilia kwa karibu hali ya eneo hilo, siku ya Jumapili tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu, FARDC na washirika wake walituma idadi kubwa wanajeshi katika eneo la Nakiheri baada ya kuwa walikuwa wamejiondoa kutoka huko. Wakati huo chama cha MDP Twirwaneho kushirikiana na serikali ya M23 walichukua udhibiti wa Pwezero, eneo linalochukuliwa kuwa muhimu sana kijeshi katika ukanda huo. Taarifa hizo zinaeleza kuwa FARDC na washirika wake walipata hasara katika mapigano makali yaliyotokea katika maeneo mbalimbali ya milima ya Minembwe. Maeneo yaliyotajwa ni pamoja na Mikenge, Rwisankoko, Pwezero na Kakenke na Kalingo, Gitavi, Bidego na Kalongi, pamoja na maeneo mengine ambayo kwa sasa yanadaiwa kuwa chini ya udhibiti wa chama cha MDP Twirwaneho na serikali ya M23. Baadhi ya taarifa zinaweza kuwa idadi kubwa ya wanajeshi wa FARDC na washirika wao walirudi nyuma kuelekea maeneo ya Baraka na Bigogogogo, ambako wanadaiwa kupanga upya na kuandaa mashambulizi mapya kwa lengo la kurejesha maeneo waliyopoteza. Katika hatua hiyo, taarifa kutoka eneo hilo linasema kuwa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu, vikosi vingi vya FARDC na jeshi la Burundi na wapiganaji wa Kimaimai pamoja na mamluki kutoka nchi za nje vilitumwa kuendelea na kuelekea Nakiheri. Kwa mujibu wa taarifa hizo, lengo la maandalizi hayo ya kijeshi ni kujaribu kuteka tena Pwezero pamoja na Minembwe ambazo kwa sasa zinadaiwa kuwa chini ya udhibiti wa chama cha MDP Twirwaneho kushirikiana na serikali ya M23. Katika maandalizi mengine ya kijeshi yanayoripotiwa
Taarifa kutoka Kalemi zinaeleza kuwa boti za kivita takriban 10 za aina ya semi raiding zimewasili, zikiwa kuwa zinaweza kutumiwa na mamluki katika operations za kijeshi, na boti hizo zinajulikana kwa kasi kubwa pamoja na uwezo wa kufanya doria, patrui, kutoa msaada wa haraka na kusimamia shughuli katika ziwa Tanganyika. Baadhi ya wachumbuzi wanaamini kuwasili kwa boti hizo kunalenga kuongeza uwezo wa operations za kijeshi katika eneo hilo, na wakati huo FARDC na washirika wake kuendelea kuongeza wanajeshi na kuandaa operation mpya. Taarifa kutoka maeneo ya mapigano inaweza kuwa chama cha MDP tukigana kusaidiwa na serikali ya M23 wanaendelea kupanua maeneo wanayoyadhibiti. Siku hiyo ya Jumapili iliyopita, ni taarifa kutoka Mibunda katika teritoria ya Mwenga zinasema kuwa wapiganaji hao walidhibiti maeneo mengine mengi, jambo lililoonyesha kuwa mapigano katika eneo hiyo yanaendelea kuwa makali, huku pande zote mbili zikiendelea kupambana. Hali hii inatoka wakati usalama wa Minembwe ulikuwa umeanza kurejea kwa kiasi, ingawa bado ilikuwa dhaifu katika kipindi cha hivi karibuni, na wananchi wengi wanaendelea kuathiriwa na vita hivyo kupitia kuhama kwa makazi yao, ukosefu wa huduma za msingi pamoja na kuongezeka kwa matatizo ya kisaikolojia. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa ina wasiwasi kuhusu hali ya usalama inayozidi kubadilika katika nyanda za juu za Minembwe zilipo katika mkoa wa Kivu Kusini, ikisema kuwa makundi yanayopambana na serikali yanaendelea kufanya mashambulizi na kupanua maeneo yanayodhibiti. Kwa mujibu wa mamlaka za Kinshasa, vikosi vipya vimesafirishwa kwa ndege kwa lengo la kuongeza uwezo wa wanajeshi wa serikali waliopo katika eneo hilo pamoja na kuimarisha ulinzi wa vituo vya FARDC vilivyoko katika milima ya Minembwe. Na serikali ya DRC imeeleza kuwa imeendelea kusema kuwa inachukua hatua za kukabiliana na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi. Haya yanajiri wakati taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya mapigano zikieleza kuwa chama cha MDP kinashirikiana na serikali ya M23 inaendelea kupambana na muungano unaojumuisha jeshi la FARDC na jeshi la Burundi na makundi ya Kimaimai pamoja na FDLR. Taarifa hii kutoka eneo yaliyo karibu na uwanja wa mapigano inaweza kuwa katika siku hivi za karibuni baadhi ya maeneo yamebadilisha udhibiti, yakiwemo Kakenke, Rwitsakungu, Kwezero pamoja na maeneo mengi katika eneo la Mibunda ndani ya teritoria ya Mwenga. Na kwa upande mwingine, serikali ya DRC imeeleza kushtumu serikali ya M23 kwa kutumia mbinu mbalimbali za kivita, pia matumizi ya teknolojia katika operations zake za kijeshi. Hata hivyo, kuhusu madai ya matumizi ya ndege zisizo na rubani, drones, na pande zinazopigana, hadi sasa hakuna shahidi huru uliothibitisha kikamilifu madai hayo. Na habari za jana Kalemi ni kuwa huko Kalemi wanajeshi kadhaa wa FARDC kutoka mikoa ya Bandundu, Equateur, Kongo Central pamoja na wengine kutoka maeneo yanazungumza Kiswahili wanadaiwa kukataa kwenda mstari wa mbele wa mapigano kwa Baraka. Wanasema hawako tayari kupigana dhidi ya serikali ya M23. Taarifa hiyo inadaiwa kuwa tayari wanajeshi 10 wa FARDC wamefariki na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kutokea makabiliano ya risasi kati yao wenyewe kwa wenyewe. Na Kalemi fujo ilianza siku ya jana asubuhi, wasoda wa FARDC wakikataa kuingia ndani ya bato, ndani ya meli kwenda Uvira. Wanasema kuwa wataenda kufa hivyo bure kwenye vita ya siasa, ndio wanasema hivyo, na walikimbia. Kuna mmoja walikimbilia Lubumbashi na wengine wakaenda na miguu. Ndo fujo ilikuwa jana Kalemi, kulitokea taharuki kubwa sana. Wanajeshi walikuwa wakikataa kwenda kupigana vita na serikali ya M23 na Twigwane. Wanaendelea kukimbia kwa sababu wameanza kufunuka macho kusema sasa hii vita ya siasa, hii vita ituhusu, vita tunakufa hivyo bila matokeo. Kwa kweli kikubwa tu ni kujiunga na serikali ya M23 Twigwane, hawajunge ndo uongozi mbaya. Na Uvira jana ni kuwa komini Mulongwe kati Kakombe ni Kivu, chini ya barabara kuelekea kule chini kabisa kuelekea Tere ya kucheza mpira, ni kuwa pembezoni na Lake Tanganyika. Jana walikuta mwili usiokuwa na uhai wa mwanaume, na wao ulikuwa umekata kichwa. Hiyo mwili ulikuwa umekata kichwa na ilikuwa ni vigumu sana kugundulika kwa mtu huyo alikuwa ni nani. Na hiyo kitu au hicho kitendo kimefanywa na wazalendo, kwa sababu kila siku watu wanaokotwa. Juzi niliwaletea habari mtu alikuwa ameokotwa kwenye mtu wa Kavimvira, alikuwa amefariki, alikuwa Mbotara, anaitwa Eric. Na jana sasa ameletewa tena habari za mtu aliyeuliwa akakatwa kichwa akatupwa ndani ya Lake Tanganyika. Mungu aendelee kulinda watu wa Uvira, na ni jambo tu la swala la muda, watakuja kuombolea hivi soon. Niwashukuru sana kwa
wakati wenu. Asante, muwe na siku njema, Mungu awabariki.